إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد فاز المتقين، كما قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. Enyi waja, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma nabii wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala, na jueni kwamba ufaulu unapatikana kwenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Asema Allah subhanahu wa taala: inna lilmuttaqina mafaza. Hakika anasema Allah kwa taukidi hasa, hakika wenye kumcha Allah tabaraka wa taala hao ndio waliofaulu. Katika maneno mengine atambia Allah tabaraka wa taala: wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hakika atakayemcha Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala atamtengenezea mazingira ya kufaulu na kunusurika na kutoka kwenye majanga na misukosuko na jambo lilokuwa zito kwake. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib. Si hivyo tu, bali Allah atamwekea mazingira ya kupata riziki kwa njia ambayo hakuitegemea. Atamwekea wepesi wa kupata riziki kwa sababu tu ya uchamungu wake. Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Na hakika atakayetegemea kwa Allah, akaegemeza mambo yake kwa Mola wake, akatulizana kwa Mola wake, akajua kila jambo kwa Allah ndiko pahala pake, fahuwa hasbuh. Allah anachukua dhamana ya kuwa atamtosheleza. Kwa nini? Inna Allaha balighu amri. Allah tabaraka wa taala ana uwezo wa kufikisha jambo lake kokote. Kwa sababu nini? La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Halifichikani jambo lolote kwa Allah tabaraka wa taala, liwe mbinguni au katika ardhi. Wala yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis samaa. Wala hakuna linaloshindikana kwa Allah tabaraka wa taala katika mbingu wala katika ardhi. Ibadullah, enyi waja wa Allah, tumche Allah tabaraka wa taala na tudumu katika taa yake. Leo ni mwendelezo, hutuba yetu ni mwendelezo wa hutuba iliyopita ambayo ilikuwa na kichwa tuishi kicha Mungu. Tutachukua mifano kama mitatu ambayo iwe ndo hutuba yetu ya leo. Tunaangalia katika suratul Kahfi, Allah tabaraka wa taala alipozungumza kuhusu safari ya Al-Khidr na Nabii Musa alayhi salatu wassalam, tunaona kwamba kumbe ucha Mungu kwa lugha sasa tunasema ndo dini. Yani hakika ukiwa mcha Mungu, we mambo yako yananyoka, si kwa sababu uko hai, hata kama umekufa. Allah tabaraka wa taala anatuonyesha mfano katika kisa cha Al-Khidr na Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Walipoenda wakafika sehemu, Nabii Khidri akamuua mtoto. Baada ya kumuua ile mtoto, Nabii Musa akaona kama ajabu: aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta shay'an nukra. Unaua mtoto mdogo zakiyatan, ambaye hana kosa, hana dhambi, alafu bighairi nafs. Kwa kawaida ilikuwa mwenye kuua naye afanye nini? Auliwe. Sasa umeua mtoto mdogo na wewe hukuuliwa, alafu wajiamini kana kwamba umefanya kitu sawa. Lakini anatoa jibu Nabii Khidri kumwambia Musa, anamwambia: fa amma al-ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra.
Hapa utajifunza kwamba ukiwa mwema, ukiwa mcha Mungu, mambo yako Allah anayatengeneza. Madhali wewe ni mcha mwema, basi mambo yako Allah anayatengeneza. Anajibiwa Nabii Musa kuuliwa kwa huyu mtoto ni kwa sababu wazazi wake ni waja wema, ni wacha Mungu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amehofia, ametuamrisha tumuue huyu mtoto kwa sababu asije kutia mashaka katika maisha yao, wakapata mwisho mbaya, tughyanan, kwa uasi wake wa kufra na ukafiri. Haya ni mambo ambayo Allah mwenyewe alishayajua. Lakini tukisonga mbele tunakuta mfano mwingine. Wa amma aljidar, walipoenda tena wakakuta ukuta umekaribia kuanguka, basi wakauinua ule ukuta. Na kwa sababu walikuwa washaomba msaada pale kwa watu wa pale, waope chakula wakawanyima, wakaomba maji wakawanyima, basi wakanyanyua ukuta. Baada ya kunyanyua, Nabii Musa anashangaa, kwa nini tusiwatake ujira hawa? Tuwafanye, wametunyima chakula, wametunyima maji, alafu tena tuwafanyie kazi bure. Kwa nini tusitake ujira? Tunafanyaje kazi bure bure na hawa wenyewe wanaonekana? Basi alichojibiwa, fa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina, kwa sababu ukuta huu ulikuwa ni nyumba ya watoto wawili mayatima, wakana abuhuma saliha. Taona hapa mzazi wao watoto hawa alikuwa ni mja mwema. Yuko hai huyu, ashafariki, kaacha dua, Rabbi nihifadhie vijana wangu, nimeweka hazina humu ndani ya ukuta, uhifadhi ukuta huu mpaka watoto wafikie baligh, wawe na akili. Rabbi baada ya kuwa na akili, basi ndio ukuta uanguke, alafu watoto wapate kuchukua hazina yao. Sasa ukuta unakaribia kuanguka na watoto hawajafanya nini? Hawajafikia baligh. Allah tabaraka wa taala anachukua dhima. Tunarudi kule kule, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yarudia ukilopita kwamba anayetaka amani, anataka utulivu, basi na arudi kwenye nini? Kwenye ucha Mungu. Mzee ambaye wewe una familia, una watoto, mche Mola wako, mambo yako yatakuwa salama. Kijana, mche Mola wako, maisha yako yatakuwa salama. Tunarudi kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema ittaqullaha haythuma kunta wa atbi'u as-sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasana. Mche Mola wako popote ulipo, na hakikisha unapofanya baya ikatokea ukafanya baya ukashtuka, na usifuatishe baya, bali ufuatisha zuri na zuri na zuri, ili zuri liweze kufuta baya hili. Usikubali ikafika hatua unafuatisha baya kwa baya kwa baya. Hakikisha ukifanya baya, na alhasil kwamba sisi tumeumbwa hivyo, kwamba mwanadamu hajakamilika. Kullu bani adam khata, kila mwanadamu ni mkosefu, ni maumbile yetu, hatuwezi kuepuka kukosea. Lakini akili yako chukua leo kwenye hutuba hii kwamba inapotokea umekosea, basi usifuatishe kosa kwa kosa. Hakikisha umefanya mazuri mengi, kwa sababu innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, kawaida ya zuri huwa linafuta baya, huwa linaondoa baya. Tunarudi kwenye sura al-Baqara. Watu wa Bani Israili walifanya tukio hili lilikuwa ni mzee mmoja ambaye Allah tabaraka wa taala amemjalia utajiri. Ni tajiri, lakini ana mtihani wa kwamba hana mtoto. Ni tajiri sana, lakini hana mtoto. Amekwenda ile mzee mpaka amezeeka, mpaka anaona umri unakwisha huu. Muda wote mimi naweza nikafa, na nikifa mali yangu watu watagawana, hawatoipata wale wastahili. Nifanyeje? Yule mzee akaenda kwa ndugu yake, akamwambia, kaka, naomba unipe mtoto, kwa sababu ndugu ana watoto, nipe mtoto. Mtoto huyu nitaishi naye, lakini nikifa mimi yeye ndiye atakayerithi mali yangu. Basi ikawa ni makubaliano, akamchukua ile mtoto akaishi naye.
kwa wema kabisa. Lakini baada ya kufika pale akamuonyesha hiki ni chetu, hiki ni chetu, hiki ni chetu, haya mazizi ya ng'ombe, ya ngamia, nini, hao wafanyakazi, mali yetu, shamba hili, nyumba lile, kila kitu akawa amemuonyesha. Yule kijana akapewa mamlaka ya kusimamia milki ya mali ya mzee, lakini kwa sababu mzee hana nguvu tena ya kukimbia huku na kule, akamkabidhisha yule kijana asimamie mambo yale. Kijana huyu akasimamia vizuri, lakini nafsi sasa, nafsi ni kitu hatari sana. Nafsi ni kitu hatari sana. Usipoichunga nafsi yako, haya yote ni nafsi tu. Usipoichunga nafsi yako, wallahi inakupeleka mpaka unadumbukia ukijiona hivi hivi. Kila mtu aishike nafsi yake, na ndio maana wanasema siku ya kiyama kila mtu atakuwa anasema kullu yakulu nafsi nafsi, kila mtu atakuwa ameshikilia nafsi yake siku ya kiyama. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi, atakuwa anapata tabu kwa sababu yale ambayo ameyafanya. Atosheka nafsi yake, hataki kumuona mtu mwingine wala kuulizwa, wala yasalu hamimun hamima, hataki kuulizwa wala kuuliza, akimbiza nafsi yake, kwa sababu nafsi hizi ndizo zinazopelekea kwenye majanga yote haya. Sasa kijana amekaa, mwisho akawa naona fikra inaanza kumwingia kwamba sasa mzee kweli kaniahidi akifa mimi nitalipi mali, lakini sasa mzee mwenyewe naye hafi, siku zinazidi kwenda, mzee hafi. Tamaa yake mzee afanye nini? Ili afanye nini? Apate ile mali. Sasa mzee mwenyewe hafi. Alichokifanya yule kijana, hawa ni vijana wawili ambao tutakaozungumzia na wao ndio mwisho wa hotuba yetu. Alichokifanya yule kijana, akafanya triki, akamtegeshia mzee, akamuua. Akamuua ile mzee. Baada ya kumuua, akatengeneza mazingira ya mzee yule kupotea, akatupwa vichakani, alafu akarudi nyumbani. Masaa yanakwenda, alafu anaulizana watu, mzee yuko wapi? Mzee yuko wapi? Mzee mbona hajarudi? Mzee mbona hajarudi? Watu wakaitana, zunguka, hangaika, tupatafute mzee, mzee hapatikani. Mwisho wa yote wakaja kumpata mzee vichakani. Ashauliwa mzee wa watu. Kijana kwa sababu hana ucha Mungu akasema kwa gharama yoyote lazima nifahamu aliyemuua babangu, kwa gharama yoyote, na aliyemuona Allah, wala amini Allah kwamba anajua, ya'lamu bima fi suduri alalamin. Wakati unafanya Allah anajua vilivyofichikana kwenye vifua vyetu. Anathubutu kusema ni kwa gharama yote mpaka nijue aliyemuua mzazi wangu. Basi watu wakaanza, twende kwa fulani, twende kwa kuhani fulani, twende kwa fulani. Lakini mtu mmoja akasema hapana, tunaye Nabii Musa, kwani tusimuulize Musa? Akamuuliza Allah, basi Allah akatupa jibu. Jana akaona yamekuwa kupelekwa kwa Mungu tena. Na watu wakakubaliana haraka wakaenda kwa Nabii Musa alayhi salatu wasalam, wakamuuliza Musa, umetokea tukio kadha na kadha na kadha, hebu tuambie kimetokea nini? Muulize Allah atuambie. Nabii Musa, muda wetu ni mdogo, taenda kwa haraka. Nabii Musa akamuuliza Allah tabaraka wa taala, Rabbi, kimetokea kadha na kadha, kifanyike nini? Basi Allah kamjibu, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Kama unataka kujua aliyemuua huyu mzee, basi watafute ng'ombe yote, wamchinje, alafu wachukue sehemu ya mwili wa ng'ombe yule, wampigishe maiti, atasimama atasema. Sasa wewe ndio umeua, utakubali kirahisi? Wakasema mahia, muulize Mungu atuambie, Allah atuambie ng'ombe wa namna gani. Akarudi, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr, la faridun wala bikr. Awe ni ng'ombe ambaye si mzee si mchanga, awe baina dhalika, awe kati na kati. Wakasema bado hatujaridhika, mala unuha, muulize rangi yake. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safwa. Nabii Musa akarudi, anajibiwa, waambie watafute ng'ombe wa manjano. Walishakuona ng'ombe wa njano ile kadi, watafute ng'ombe wa manjano ndio wamchinje, alafu wampigishe maiti, atasema. Hawajaridhika. Qala innahu yaqulu inna, wakamwambia bwana, bado mambo yanachanganya, ng'ombe wa namna yetu nao wengi, tunataka ng'ombe atuonyeshe, yani kana kwamba wanataka Mungu ashuke jambie ng'ombe huyo hapo, na unajua hilo haliwezekani. Lakini akili ya kibinadamu, kullama shaddadu shaddada Allahu lahum, kila walipokuwa wakikuza mambo Allah anawakuzia mambo na yazidi kuwa mazito zaidi. Ndio tatizo letu sisi, unakuza jambo bila kujua unafanya nini. Mjanja sana,
kumbe Allah alishakutangulia kabla hata hujafikiria, alishajua mambo yako yote, alishapangwa. Kwa kila alipobadilisha mambo, Allah akawa anabadilisha zaidi yao. Basi kilichotokea ni kwamba ile kijana wakakubaliana kwamba Nabii Musa akawaletea jibu jingine, akamwambia qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-hartha musallamatun la shiyata fiha. Awe ni ng'ombe ambaye la dhalulun, sio mnyonge, tuthiru al-ardha, sio ng'ombe mwenye kulima, wala tasqi al-hartha, asio ni mwenye kunyunyizia maji mimea, musallamatun la shiyata fiha, awe amesalimika, hana alama, hana doa, wala hajatobolewa kokoto, wala hana ulemavu. Qalu alana ji'ta bil haqq, wakamwambia hapa umekuja na ukweli, hapa umekuja na ukweli. Sasa tunamtafuta kijana wa pili ili tukamilishe hili na hutuba yetu itakuwa imeishia hapo. Kuna kijana mwingine ambaye mzazi wake alikuwa ni mja mwema, na hutuba yetu inazungumzia ucha Mungu. Huyu ndio tunayemtafuta, alafu tulinganishe na huyu. Huyu alikuwa ni mcha Mungu, ni ndani ya kisa hicho kimoja. Huyu mcha Mungu alikuwa yeye na mke wake na mtoto wake mmoja. Huyu mzee wetu amefariki, lakini akaacha king'ombe chake kimoja. King'ombe chake kimoja kakiacha kwa jirani, niwekee mwanangu akikuwa kafikia bale basi mpe, kitamsaidia kwenye maisha. Akaacha usia kwa mama, mwanangu akifikia bale basi mwambie achukue ng'ombe kwa fulani imsaidie kwenye maisha. Kwa kijana amekuwa akalelewa katika malezi mazuri, ni kijana ambaye anamcha Allah, ni kijana anamtii Allah, ni kijana anamtii mzazi wake. Angalia nyinyi vijana, huyu kijana alifaidika vipi kupitia ucha Mungu wake wa kumwogopa Allah na kumtii mzazi wake. Mfahamu vijana, mfahamu nyinyi vijana kwamba ridha Allahi fi ridha alwalidain wa sukhtu Allahi fi sukhti alwalidain. Kuna kawaida ya mtoto kumwona mzazi wake akamzoea kama ni kitu cha kawaida. Mzazi hawezi kuwa kitu cha kawaida kijana. Allah asema ridha Allah, radhi za Allah tabaraka wa taala ziko pamoja na wazazi. Wa sukhtu Allah fi sukhti alwalidain, na ghadhabu za Allah ziko pamoja na ghadhabu za wazazi. Ukiona mzazi wako amefurahi, jua na Allah amefurahi, na ukimchukiza mzazi ukaona amechukia, fahamu na Allah amechukia. Ukitoka hapa, anza kurudisha mkanda nyuma. Umemkwaza kiasi gani mzazi wako, babako na mamako? Kama inawezekana, nenda kuomba msamaha kwa wazazi na kuahidi sitarudia tena. Yule kijana kalelewa na mamake, babake ashafariki, akamlea katika malezi ya kicha Mungu, malezi mazuri, malezi matukufu kabisa. Yule kijana alipofikia baligh kipindi hicho, akawa anafanya kazi, anaenda anakata miti porini, anatenga mizigo ya kuni, anauza. Akishauza anatenga mafungu matatu. Fungu la kwanza la kwake, fungu la pili anampa mamake, fungu la tatu anaenda kutoa sadaka. Ndio maisha yake mpaka amefikia baligh. Mamake anamwambia, mwanangu, kuna zawadi yako umeachiwa na babako, nenda kachukue ng'ombe kwa fulani umlete hapa umuuze, alafu baada ya kumuuza upate kianzio cha maisha. Kijana akenda. Ni kijana aliyelelewa mazingira ya ukweli, hajui uongo. Kijana akenda akachukua ile ng'ombe. Baada ya kumleta ndani ya nyumba, njiani anakuja akakutana na mtihani, anaanza kupimwa njiani, anamleta ile ng'ombe. Kenda kule kamchukua, njiani ile ng'ombe anaanza kuongea kama binadamu. Irkaba ala dhahri, anamwambia nipande mgongoni. Wewe sasa njiani ukakuta ng'ombe anaongea, unafanya? Anamwambia nipande mgongoni. Lakini kijana anamwambia, mamangu hajaniamrisha hivyo, ameniambia nikuchukue tu. Alikuwa ni mtifu kiasi gani? Na ukiwa mcha Mungu, mtaani utaonekana wewe kama bwege fulani. Ndio kawaida ya ucha Mungu. Ndio Allah tabaraka wa taala anatuambia, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrisha watu wako kusali na uwe ni mwenye subra kubwa, kwa sababu utakutana na vikwazo vingi kwenye kuamrisha mema, hasa mpaka ndani ya nyumba yako. Kwenye kuamrisha mema utakutana na vikwazo vingi. Ichukue hutuba kama ilivyo hivi, alafu peleka nyumbani, watu wangu walikuwa hawasali, uanze leo uone kitakachotokea. Inabidi wastabir alaiha. Ndio maana haikuja wasbir alaiha, wastabir imeongezeka neno pale herufi kuonyesha kwamba panahitaji uzito pale. Hapo uwe na subra, si ya kawaida. Kwa hiyo hata ukiwa mcha Mungu, unailea familia yako kicha Mungu, familia yako itakuwa inaonekana familia ya kibwege. Utaonekana mshamba, watoto wako wataonekana washamba, watakuwa wanazomewa kila mtaa, wataitwa majina ya ajabu ajabu. Lakini wastabir alaiha, huwa na subra. Yule kijana wakaondoka. Alipomwambia ng'ombe kwamba nipande na mgongo, kijana akakataa, akamwambia mamangu hakuniagiza hivyo. Ona utifu alioonyesha. Yule ng'ombe anamwambia, na usingeweza.
Anamjibu nao singeweza, kumbe alikuwa ni mtihani. Akamchukua ile ng'ombe. Wameondoka. Kufika nyumbani anamwambia mama nishamleta. Nifanyeje? Akamnenda kamuuze. Mpaka bei anamuuliza mama. Ukiwa mcha Mungu lazima ukubali kuwa chini, kuwa mpole. Kijana anaenda, nimuuze kwa shilingi ngapi? Akamwambia muuze kwa dinari 3. Akaondoka kijana akaenda sokoni. Ule mtihani unaanza, anafika njiani wala hata hajafika sokoni. Mteja huyo hapo. Bwana namuuzaje? Akamwambia ninamuuza kwa dinari 3 lakini kwa makubaliano yangu mimi na mama yangu. Hizi dinari 3 nazo ni kwa makubaliano yangu mimi na mama yangu. Maana usiniambie tuongeze wala tupunguze. Nipunguzie bei tumekubaliana na mama yangu. Maana ili nipunguze lazima nirudi tena. Yule bwana akamwambia ng'ombe ni mzuri sana huyu. Hawezi kuuzwa kwa dinari 3 wewe. Huyu afaa kuuzwa kwa dinari 6. Kijana akasema mimi nimekubaliana na mama yangu, kwa hiyo nipe hizo 3. Hapa vijana washaona kwamba kweli alikuwa bwegi kweli. Kijana wewe dinari 6 anasema 3, baada mng'ang'ana ya 3 kwa sababu mama akasema. Ndivyo akili ilivyo ya mwanadamu, lakini mwenye kumtii Allah huwa haongezi, anabaki na msimamo ule Allah ametaka nini. Kilichotokea kijana akamwambia basi kama unataka niongeze acha nirudi kwa mama. Karudi na ng'ombe wake kwa mama. Kamuuliza mama, nimetokea na hivi na hivi na hivi na hivi. Mama nifanyeje? Mama akamwambia amesema 6, basi chukua hizo 6 hamna shida. Akarudi. Anamwambia yule bwana, ng'ombe huyu niko tayari kumuuza kwa dinari 6, lakini ala mashurati ummi, kwa makubaliano yangu mimi na mama yangu. Yule bwana akamwambia yeye kijana, acha nikwambie. Huyu ng'ombe sasa hivi ulivyoondoka na mimi nimeondoka. Nimerudi sokoni, ng'ombe kama huyu auzwa kwa dinari 12, sio kwa 6 tena. Kijana anasema nilichokuambia mimi nimekubaliana na nani? Na mama yangu. Sasa vijana hapa wanasema huyu kijana kweli ajabu kweli. Ndio maana naambia ukishakuwa mcha Mungu utaonekana bwege. Yaani hapa wewe akili yako inakwambia muuza tu kwa 12 alafu 6 naweka gofani hapa alafu nyingine napelekea mama. Ndio akili inavyokuambia. Lakini kwa sababu ni mcha Mungu amuogopa Allah, amesimama kwenye mstari, hataki kubadilisha kauli yake na mama yake kwa sababu hii ni ahadi na ahadi itaenda kuulizwa. Anamtii mzazi wake kiasi gani? Angalia. Mpaka anakubali kuwa mjinga. Kikubwa anakikataa kwa sababu nini? Tuliposoma hadithi ya Sayyidina Ali tukasema waridha bil qalil. Sayyidina Ali asema ucha Mungu ni kukubaliana na kidogo kinachopatikana ili mradi ni cha halali. Sayyidina Ali anatufundisha kwamba huu ndio ucha Mungu. Kijana akaambiwa na yule jamaa, basi mimi namuoa kwa dinari 12. Kijana akasema hapana, mimi narudi kwa mama tena nikamuuliza. Akarudi nyumbani, akaenda kumuuliza mama yake. Mama yake akamwambia fa innahu malak, mwanangu huyu hawezi kuwa binadamu wa kawaida. Mteja anajipandishia bei kiasi hicho, huyu atakuwa ni malaika huyo. Sasa mimi nakutuma nenda kamwambie huyo mteja, yeye ndo atuambie bei gani tumuuze. Wanaenda kumuuliza mteja bei. Kijana akarudi akamwambia yule bwana, mamangu ameniambia wewe ni malaika. Na ameniambia wewe ndo niongoze nimuuze ng'ombe kiasi gani. Yule bwana akakiri. Akamwambia fadhili malaika, hakika mimi ni malaika. Nimekuja kukupima na mtihani umeushinda. Nimekupima na mtihani umeushinda. Basi nakwambia ng'ombe usimuuze. Nenda naye nyumbani, nenda katafute ngozi ya ng'ombe kama huyu aliyechinjwa, chukua ngozi, ishone mfuko, kaa nyumbani kwa cha Mungu laonyesha, Allah atakuletea wateja nyumbani. Kijana akarudi nyumbani, akatulizana, katafuta mfuko akaweka pale. Wanaokuja kutafuta ng'ombe huyu ni kina nani? Wale ndugu zetu wale walioua mzee. Unakumbuka tulioanza nao. Ndio Allah anataka mali hame kutoka kwenye uovu kwenda kwenye ucha Mungu. Ujifunze kijana uliko kokote, jifunze kwamba ukiwa mcha Mungu Allah anakuahidi wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, atakuruzuku kwa njia aitakayo ambayo wala ulikuwa huitegemei. Angalia kijana alipofaidika kupitia neema ya ucha Mungu alionyesha kwa Allah na kwa mzazi wake. Akakaa nyumbani akaanza kumlisha ng'ombe. Watu kule wanaanza kutafuta yule ng'ombe alioambiwa wanjano mwenye sifa zile, wametafuta mwisho ndo anakuja kumpata ng'ombe. Ndo huyu bwana, ng'ombe ndo huyu mwenye sifa hizi. Yule bwana alimwambia malaika, wakija hao waambie kwenye mfuko huu uliotengeneza wajaze dhahabu. Wakijaza dhahabu wape ng'ombe huyo mmoja. Basi wamekuja wallahi wanapupa. Walipofika kumuona
tunamtaka huyu ng'ombe. Kijana akasema wala msiwe na taabu, kuna mfuko wangu hapa, mjaze dhahabu, ikiwezekana ukishamaliza mimi nawapa ng'ombe. Waliuza mali ya mzee yote kujaza mfuko huo. Si jamaa alikuwa anaipia hii mali, imeuza yote, wakajaza mfuko. Akawapa ng'ombe, wakaondoka. Baada ya kumchukua ng'ombe, wakaenda kumchinja, wakafanya kama walivyofanya. Hatima yake likatokea jibu kwamba huyu kijana walipompigisha ile mzee akasimama akasema ndiye ni kijana wangu ile pale. Ikawa ni aibu, dhalala, kupa tamaa, kukimbilia mali, kukamponza kijana wa watu. Lakini aliyefanya subra kwa mzazi wake na kwa Mola wake amefaidika kiasi gani? Amejaza dhahabu kiasi kwamba atakula yeye na wanae mpaka wajukuu mpaka vitukuu. Kwa sababu nini? Kamcha Allah tabaraka wa taala na kamtii mzazi wake. Enyi waja wa Allah, tumche Allah tabaraka wa taala, tumche Allah tabaraka wa taala na tuokoe nafsi zetu na moto. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, okoeni nafsi zenu na okoeni nafsi za watu wenu, ahli zenu na moto. Waqudha an-nas wal hijara fala mahala, hatuna namna, lazima tuokoe nafsi zetu, kwa sababu hatuna namna ya kusalimika, kupata amani, utulivu wa duniani wala akhera illa bittaqwa, isipokuwa kwa kumcha Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الدنيا دار الفناء وما لها إلا الزوال، وكل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام. الدنيا تتلون وتتقلب ولا يدوم لها حال. الدنيا كسوق انتصب ثم فضل بها فيه الرابحون وخسر فيه الخاسرون. فما أسعد عبدا طلقها وأقبل على رب العالمين، فما أشقى عبدا نزعت من قلبه الرحمة فشفقت فسلك فيها سبيل المجرمين وفارقها وجميع الخلق عليه ساخطون. فاتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء منهم أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اللهم ارزقنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم